Kuna huu ujumbe ambao Zuchu ameushare kwenye ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story. Nilipata nafasi ya kunyaka mapema kabisa kabla hajaanza kushare namna ambavyo watu wanamuishi birthday, kwa sababu ukipita kwenye Insta story yake sasa hivi hutauona huu ujumbe, na wengi wamekuwa kimuishi birthday kwa sababu leo ni siku ya kuzaliwa ya Zuchu. Nazungumzia tarehe 22 Novemba. Alizaliwa mwaka 1993 na leo pamekuwa na wishing nyingi sana za birthday kupitia page yake Instagram upande wa Insta story. So hii ilikuwa ni video ya nyuma kabisa. Zuchu kwenye Insta story yake alimposti Prophet IPM, na kwenye huu ujumbe wa Prophet IPM alikuwa anasikika akisema sasa hivi nimeamua kuwa gaidi wa masikio, yani hasikii chochote, na akawa anasema kwamba watu hawakusaidii kitu zaidi ya kuongea, kwa hiyo yeye ameziba masikio. Na inawezekana ujumbe huu wa Zuchu ni kutokana na vitu mbalimbali ambavyo inawezekana vinapelekwa kwake, kwa sababu mwisho nasikika umepata mtu wa kukuongoza alafu usikilize watu, vitu kama hivyo. So Zuchu kuna ujumbe alikuwa anaupeleka. Hii ni message inawezekana kwa wengi ambao wanamsema kwa namna moja ama nyingine kwenye vitu tofauti tofauti, lakini pia kwa upande mwingine inawezekana wengi ambao wanazungumza kuhusiana labda na mahusiano yake kimapenzi. Kwa hiyo yeye ameweka gundi kwenye masikio, ameamua kuwa gaidi wa masikio yake. Ni kusikilizishe huu ujumbe hapa ambao Zuchu aliupost kwenye ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story, akaweka akakapini kumaanisha kwamba amelewa ama na yeye anafuata hichi ambacho kimesemwa na Prophet IPM kwamba amekuwa gaidi wa masikio. Kwa hiyo chochote unachokisema akipenya akipiti kwa sababu ameamua kuwa gaidi wa masikio. Msikilize Prophet IPM akizungumza kile ambacho Zuchu ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram na unipe maoni yako. Narudia hili neno. Siku utakayofanikiwa wewe ni siku utakayosema IPM nimekusikiliza sasa kuanzia leo na kuwa gaidi masikioni. Sisi kila mtu, mimi nimefikishwa hapa na Mungu, nimeamua kuwa gaidi wa masikio. Unaelewa maana gaidi wa masikio? Yaani kwamba wewe umeshindikana hapa. Wanapiga kelele, nyie pigeni tu. Ili mradi amnigusi, pigeni. Maana issue ni kukugusa. Lakini kama hakugusi, wapige. Nani sasa hivi unaweza kumpigia simu? Namba milioni. Nilikuwa lockdown hapa. Tulikuwa kwenye maandamano, vurugu zimeingia kwenye taifa. Duka langu limevunjwa, vioo vyote Sinza. Nisaidie milioni nifanye repair. Nani atakutumia? Wanajua tu kuongea. Msaada hawana. Ndo wanadamu wao. Alafu unapata mtu anayekuongoza Suratul Mustaqim, katika njia iliyonyooka, wanakutukania huyo. Watu wote katika dunia dokta waliofikia maono walikubali kuweka chuma kwenye masikio.